pia nilifanya ukaguzi Wizara ya Maliasili na Utalii, ukaguzi maalum. Nilibaini kuwa shilingi bilioni 6.875 zililipwa kutoka kwenye mfuko wa tozo ya maendeleo ya utalii bila idhini ya afisa masuhuri, kinyume na kanuni ya fedha. Pamoja na haya, nilibaini matumizi ya jumla ya shilingi bilioni 16,363,000 yalifanyika bila kuwa na hati za malipo. Pia yalibainika matumizi mengine ya jumla ya shilingi bilioni 11,157,000 ambayo hayakuwa bilioni 11,157,000 ambayo hayakuwa na nyaraka toshelezi. Hali kadhalika shilingi milioni 89 zilitumiwa na makumbusho ya taifa kwa matumizi yasiyoendana na shughuli za utalii. Huu ni mfuko wa tozo ya utalii. Mheshimiwa, nadhani na uelewa. Pia ukaguzi wangu ulibaini kuwa kiasi cha shilingi milioni 500 kililipwa na Shirika la Hifadhi la Taifa moja kwa moja kwa Bodi ya Utalii ya Taifa bila kupitia kwenye akaunti ya tozo ya maendeleo ya utalii. Hii ni kinyume na kanuni ya 9 kanuni ndogo ya kwanza na 2 ya kanuni za tozo ya maendeleo ya utalii za mwaka 2013. Aidha, nilibaini kuwa hadi kipindi cha ukaguzi kamati ya ushauri ya mfuko haikuwa imeundwa. Mapungufu haya yanaonyesha kuwa akaunti ya tozo hizo haikusimamiwa ipasavyo na mkurugenzi wa utalii na mhasibu, ambapo alitoa fedha bila idhini ya kamati ya ushauri na afisa masuhuri wa wizara kufahamishwa. Kwa maoni yangu, mkurugenzi wa utalii na mhasibu waliokuwa wanahusika na usimamizi wa mfuko wa makusanyo ya tozo za maendeleo ya utalii walitumia vibaya fedha za tozo za utalii jumla shilingi bilioni 34,985,000 kinyume na kanuni za tozo za maendeleo ya utalii za mwaka 2015. Mapungufu katika uanzishwaji wa uendeshaji wa tamasha la urithi. Katika ukaguzi wangu wa tamasha la urithi ili kukuza utalii na urithi wa kitaifa, niliambiwa kuwa kamati iliyoundwa iliidhinisha bajeti ya shilingi bilioni 1.65 kwa ajili ya utekelezaji Hata hivyo, bajeti hiyo haikuwa bilioni 1.6, bilioni 1,600,000 kwa ajili ya utekelezaji wa hafla hiyo. Hata hivyo, bajeti hiyo haikuwasilishwa kwangu kwa ajili ya ukaguzi. Kupitia ukaguzi wangu, nilibaini kuwa hakukuwa na mpango wa utekelezaji wa tamasha la utalii. Kutokana na kukosekana kwa mpango wa utekelezaji ulioidhinishwa, nilibaini kuwa Wizara ya Maliasili na Utalii iliomba wakala zake 4, TANAPA, TFS, NCCI kwa maana Ngorongoro na TAWA kuchangia jumla ya shilingi bilioni 1, ambapo kila moja ilitakiwa kuchangia milioni 250 ambazo hazikuwa kwenye bajeti zao ili kuwezesha kufanyika kwa tamasha hilo. Ili kuongeza bajeti hiyo, Wizara ya Maliasili na Utalii ichangia shilingi milioni 299 na mfuko wa tozo wa maendeleo ya utalii ulichangia shilingi milioni 270. Jumla ya shilingi bilioni 1.57 zilipatikana ili kufanikisha utekelezaji wa tamasha hilo, ambapo fedha zote hizi hazikuwa kwenye bajeti ya wizara wala taasisi husika. Wakati wa utekelezaji, nilibaini kuwa kituo cha television cha Clouds na Shirika la Utangazaji la Taifa TBC walilipwa jumla ya shilingi milioni 629.7 na shilingi milioni 201.4 mtawalia. Kwa maana Clouds walilipwa milioni 629.70 na Shirika la Utangazaji walilipwa milioni 201.46 kwa ajili ya kuonesha matangazo ya tamasha la urithi. Hata hivyo, hakukuwa na risiti za kielektroniki zilizotolewa kuthibitisha kupokelewa kwa malipo hayo na hao waliolipwa. Aidha, kodi ya zuio ya shilingi milioni 31 na shilingi milioni 10 kutoka kituo cha television cha Clouds na Shirika la Utangazaji wa Taifa mtawalia haikukatwa katika malipo yaliyofanyika. Wizara ya kutimiza wajibu wake wa kukata hizo kodi ya zuio. Vile vile sipewa ushahidi unaonyesha kuwa manunuzi ya huduma za matangazo kutoka Shirika la Utangazaji wa Taifa na kituo cha television yalipatikana kwa njia ya ushindani iliyo sawa. Pia nilibaini kuwa jumla shilingi milioni 487.26 zilipelekwa kwenye taasisi 7 kwa ajili ya utekelezaji wa tamasha la urithi. Hata hivyo, hakukuwa na nyaraka zilizowasilishwa kwa ajili ya ukaguzi kuthibitisha matumizi hayo. Kadhalika, nilibaini matumizi ya shilingi milioni 585.52
yaliyolipwa na mhasibu wa mfuko wa tozo wa maendeleo ya utalii bila kuwa na nyaraka toshelezi, hivyo nilishindwa kuthibitisha uhalali na usahihi wa malipo hayo. Aidha, nilibaini Wizara ya Maliasili na Utalii ilipa shilingi milioni 140 kwa kampuni ya Wasafi kwa ajili ya wasanii ambao wangetangaza utalii wa ndani katika mikoa 6: Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Moshi, Iringa na Dodoma. Hata hivyo, hakukuwa na mkataba wowote uliosainiwa kati ya kampuni ya Wasafi na Wizara ya Maliasili na Utalii. Hivyo sikuweza kuhakiki wigo wa kazi pamoja na huduma zilizotolewa na kampuni ya Wasafi. Pia kulikuwa na maagizo ya Waziri wa Maliasili na Utalii yakielekeza malipo kwa kampuni ya Wasafi. Katika mahojiano, waziri alikiri kuwa kampuni ya Wasafi iliomba zabuni ya kutangaza tamasha hilo kwenye mikoa iliyotajwa na kutoa maagizo kufanyika malipo hayo. Ni maoni yangu kuwa kiasi cha shilingi milioni 140 kilicholipwa kwa kampuni ya Wasafi kufuatia maelekezo hayo hakiendani na sheria za matumizi ya fedha za umma. Mamlaka ya Hifadhi ya Taifa TANAPA na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro zilifadhili tamasha la upandaji wa mlima Kilimanjaro bila kuwepo kwenye bajeti, ikiwa ni shilingi milioni 171,998,045. Mnamo tarehe 28 Septemba, Waziri wa Maliasili na Utalii alizindua shindano lililoitwa Kigwangala Kill Challenge la mwaka 2019 ambalo lililenga kuhamasisha watu kupanda mlima Kilimanjaro. Shindano hilo lilitumia jumla ya shilingi milioni 172 zilizotolewa na Mamlaka ya Hifadhi Ngorongoro ikitoa shilingi milioni 114 na TANAPA ikitoa milioni 57 bila kuwa katika bajeti zao za mwaka wa fedha. Pia nilibaini kuwa Waziri wa Maliasili na Utalii kupitia katibu wake alielekeza TANAPA na Ngorongoro na TANAPA kufadhili shindano hilo. Fedha iliyotolewa na TANAPA ililipwa kwa kampuni ya utalii ya Asante Tours and Safaris, yaani shilingi milioni 57,98,045 kwa ajili ya gharama za malazi ya wapanda mlima. Hata hivyo, hakukuwa na ushahidi ulioonyesha kuwa kampuni ya Asante Tours and Safaris ilipewa kazi hiyo kwa njia ya ushindani. Pia hakukuwa na mkataba wa kazi uliowasilishwa kwangu kwa ajili ya ukaguzi. Ni maoni yangu kuwa maagizo yaliyotolewa na waziri kupitia katibu wake yalikiuka sheria za fedha za umma na kanuni za maadili ya utumishi wa umma. Maagizo haya yalisababisha TANAPA na NCCA kutumia shilingi milioni 172 nje ya bajeti iliyoidhinishwa. Ufadhili wa shindano hili umepunguza utekelezaji wa shughuli za TANAPA na NCCA ambazo zilikuwa zimetengwa kwenye bajeti kwa maslahi ya umma. Matumizi ya ofisi ya waziri kugharimiwa na Mamlaka ya Hifadhi Ngorongoro ni katika ukaguzi maalum huo wa Wizara ya Maliasili na Utalii. Nilibaini kuwa kaimu katibu wa waziri wa Maliasili na Utalii alitoa maagizo kwa Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro na Wakala wa Huduma za Misitu kulipia matumizi ya ofisi ya waziri shilingi milioni 92.3 na shilingi milioni 55.93 kwa niaba ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Yaani NCCA walitoa milioni 92 na TFS walitoa milioni 55.93. Taasisi hizo hazikuwa na bajeti ya malipo hayo na ukaguzi ya shughuli za taasisi hizo kutekelezwa wala mipango yake kwa sababu na mipango yake kutekelezwa kwa sababu ya kutumia fedha nje ya bajeti kwa kuhudumia wizara. Ndani vyema wizara zikawa zinatenga pesa zake baada ya kutegemea taasisi zao, kwa sababu pesa hizo zinatakiwa zitengwe kwenye bajeti. Kutoa maagizo kwamba kutumia pesa nje ya bajeti inakuwa inakiuka matumizi ya fedha za umma. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, wanahabari mfanye ukaguzi maalum ndani ya Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na kubaini mapungufu yafuatayo. Fedha kwa ajili ya upangaji wa ardhi zilizotumika kinyume na malengo kwa milioni 69.04. Ukaguzi wangu ulibaini kuwa Tume ya Taifa ya Mipango ya Ardhi matumizi ya ardhi ilifadhili matumizi ya mkutano wa bodi ya wakurugenzi kwa gharama ya shilingi milioni 69 kutoka kwenye fedha zilizotolewa na ofisi ya makamu wa rais ili kutekeleza shughuli za upangaji wa matumizi ya ardhi katika wilaya ya Nyasa, Mbinga, Ludewa, Makete na Kyela. Shughuli za upangaji wa matumizi ya ardhi katika wilaya zilizotajwa hazikufanyika hadi wakati wa ukaguzi wangu kwa sababu pesa zilitumika kugharamia vikao vya bodi. Mapungufu yaliyoibuliwa kwenye usimamizi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi Afrika Mashariki. Wakati wa utekelezaji wa mipango ya ardhi inayohusiana na mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, nilibaini kuwa mmoja wa maafisa wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi alitumia jumla ya shilingi milioni 5,30,000 ambazo zilikuwa kwenye bajeti
Pia milioni 5,580,000 zilitumika zaidi ya bajeti iliyoidhinishwa na moja ya maafisa bila idhini ya mkurugenzi mkuu. Pia ni baini kuwa kiasi cha shilingi milioni 8,560,000 zilichukuliwa na mmoja wa wafanyakazi wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa kutekeleza upangaji wa matumizi ya ardhi katika vijiji 10 vya wilaya ya Chato kwa kudanganya idadi ya siku zilizostahili kulipwa kwa walengwa waliohudhuria mafunzo.